Mjambo ndugu mpenzi msikilizaji unayetusikiza kwenye chaneli yetu Kongo Yetu News TV. Kongo Yetu News TV ndiyo channel pekee inakuletea habari za ukweli tena za kuaminika. Letu ni kukuletea yale yanayojiri nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, bara letu la Afrika, hata ulimwengu wote kwa ujumla. Je, walitambua lako ni rahisi, ni kujiandikisha kwenye channel hii ili tunapotoa habari uwe wa kwanza kuzipata, kuzisoma na kuzisikiza. Kujiandikisha ni rahisi, unabonyeza button hilo lekundu limeandikwa subscribe ama sabone kwa Kifaransa. Baada ya hiyo usisahau jambo la maana na kubonyeza button hilo la alama la kengele ili tunapotoa habari uwe wa kwanza kuzipata, kuzisoma na kuzisikiza. Naam, sisi tuko hapa kwa ajili yako asubuhi saa 6 mchana na jioni ili tukujuze yale yanayoripotiwa kwenye ardhi ya Kongo. Bila shaka, bila kuponda muda, tuingie kwenye taarifa zetu ambazo tumekuandalia. Leo hii ni tarehe 16 mwezi ni wa 6 mwaka ni wa 2025. Habari zetu tutazianzia huku nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kama kawaida. Habari zetu moja kwa moja, acha tukupeleke huko Tanganyika, katika teritwari ya Moba, province ya Tanganyika, huku nchini ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Watu 318 wameuawa na kundi linalomiliki silaha. Habari zinasema ya kwamba kundi hili ni kundi ambalo linalofanyia huko Moba, limeua raia 318. Usiku wa tariki ama wa tarehe 14 ielekea 15 ndiyo kundi hili limeua watu 318. Habari hizo zimeweza kutangazwa na Kamere Vitare, ambayo ametangaza ya kwamba watu hao wamekufa kuuawa na kundi hilo linalomiliki silaha. Amesema ni jambo la kuhuzunisha na amesema hawatavumilia hayo. Kamere Vitare amesema ya kwamba hawatavumilia matendo kama hayo ya kinyama ambayo yaliyobeba maisha ya watu 318. Ni kilio, ni huzuni kubwa kwa wakongomani wote kwa ujumla ambao wamesikiza habari hizi na wale ambao wamewapoteza wapendwa wao. Na tukirudi huku Nord Kivu, acha tuangalie vile hali ilivyo. Mibambiro, watu zaidi ya 40 wamekamatwa kwa kundi la jeshi la SADC. Ikumbukwe ya kwamba jeshi la SADC ni jeshi ambalo liliotoka South Africa, Malawi na Tanzania. Hili jeshi lote wamekuja ili waweze kujaribu kurudisha amani hapa Est de la République Démocratique du Congo. Lakini kwa sasa, baada ya kushindwa na baada ya miji kuendelea ikikamatwa na kundi hili la waasi wa M23, mnamo wiki iliyopita jeshi la SADC lilikuwa limeanza kutoka mjini Goma likielekea huko nchini kwao. Kwa sasa, kwa raundi ya kwanza kumeweza kuenda wanajeshi 700. Leo Mibambiro walikuwa wanaenda. Kabla waende walikuwa wanafanyiwa msako, na katika msako huo ambao walikuwa wanasakwa na jeshi la M23, kumeweza kugunduliwa katika wanajeshi hao, wamegundua ya kwamba wanajeshi 40 sio wanajeshi wa SADC ama kutoka nchi za SADC, Malawi, Afrika ya Kusini pia na nchi ya Tanzania. Habari zimesema ya kwamba hawa 40 wameshikwa ama wamekamatwa katika msako huo. Wote wanashukiwa kuwa Wanyarwanda wa FDLR. Habari zinasema ya kwamba huo uchunguzi umefanywa na vijana wa Kongo, ambapo walikuwa wakitumia lugha kuwatambua na kuwajua. Mtu alikuwa anakuja anajitambulisha majina yake, anatoka wapi, akiwa ni mtu ambaye anatoka Afrika ya Kusini, anasema eneo hilo. Wanaleta vijana wa Kongo ambao
waliishi Afrika Kusini wanajua lugha ambalo zinaongelelewa katika eneo hilo, huyo mtu ameweza kusema. Na baada ya hayo wakimwongelesha, wengi walikuwa wanashindwa kuongea kama ni Kizuru ama lugha za huko Malawi na Tanzania huko vijijini ambapo walisema. Kwa hivyo hao 40 wameweza kushikwa, kwa sasa wako mikononi mwa jeshi la M23. Habari zinasema ya kwamba wanaamini M23 kuwa si hao wenyewe, bali kuna wengine wengi wa FDLR ambao walijifanya, na wameweza kutangaza hao ndio walikuwa kwenye mstari wa kwanza wakati mji wa Goma ulitekwa na jeshi la SADC likaweza kushambulia kutumia makombora makubwa huko mjini Gisenyi, Rwanda, ambayo iliua raia wasiokuwa na hatia wengi mno. Na katika msako huo hao ndio wameweza kupatikana, lakini wanasema ya kwamba wataendelea kuwasaka wengine, wajue kama wakuna wengine ambao ni baadhi ya hawa. Masisi raia Misisi tafadhali, huko ni Sud Kivu, sio Masisi. Misisi raia 3 wameweza kuuawa. Hao wote 3 ambao wameuawa ni raia ambao wanatoka kwa kabila la Washi. Walishikwa wakiwa 9, 6 wameweza kufungwa mahali ambapo hakujajulikana, lakini hawa 3 wameweza kuuawa, na waliuawa kupitia mateso mengi ama torture ama tocha ambao wamekuwa tocha na wale waliowaua. Hawa 3 wote ambao waliuawa ni Washi. Habari zinasema ya kwamba wameweza kuuliwa na Walega. Walega wanadai kuwa hawa Washi ni Wanyarwanda. Hiyo ndiyo kosa ambao wamekosea na wakaweza kuuawa kupitia mateso. Habari zinasema hata kwa mitandao ya kijamii ilikuwa imeonyeshwa akimwangiliwa maji moto hadi wakaaga dunia. Hii imeweza kuleta hewa mbaya katika Wakongomani ambao hawajafurahishwa na kitendo hicho cha kuona Mkongomani akimuua Mkongomani mwingine kupitia mateso kama hayo. Wamesema pia wengine wakuwaua wakisema ya kwamba wao ni Wanyarwanda na vijana wao ama viongozi wa M23 ni Wamushi ambao wakimtaja Bertrand Bisimwa pamoja na General Biamungu. Hao sasa ndio imesababisha hawa waweze kuuliwa kulingana na ukoo ama kabila yao. Habari zingine zinasema ya kwamba Uvira Societe Civile, mkuu wa Societe Civile ya Uvira anayejulikana kwa jina la Biadunia, raia wameanza kumkataa wakidai kwamba yeye ana uhusiano wa karibu ama anafanya pamoja na jeshi la M23. Habari zingine zinasema ya kwamba jeshi la Burundi waendelea kuvuka Burundi Rumongi, wakiingia hapo mjini Swima na Mboko, na lengo lao wote wamepanda wakielekea huko maeneo ya Rugezi. Mnamo jana wameweza kuvuka zaidi ya wanajeshi 200 ndio wameripotiwa kuwa wamevuka tena wakielekea maeneo ya Rugezi, ambapo wanaenda kukabiliana na jeshi la Twirwaneho linalopatikana maeneo ya Rugezi, ambao wanaenda kupea msaada wenzao wengine wengi ambao wako huko, pamoja na jeshi la Wazalendo pamoja na jeshi la taifa FARDC. Sina la ziada, hapa ndipo nimetamatishia yale ambayo nilikuwa nimekuandalia. Kwa hivyo usiende mbali, kaa karibu nasi, tuko hapa kwa ajili yako asubuhi saa 6 mchana. Lengo letu ni kukujuza mengi yanayoendelea kuripotiwa huku kwenye ardhi ya Kongo. Asante sana.